Hallelujah everyone, na wakaribisha kila mmoja katika jina la Yesu Kristo, kwa yule ambaye ananitazama siku ya leo. Basi na wakaribisha kwa neno la Mungu, ili tukaweza kushiriki neno la Mungu, tukajue jinsi Mungu anavyotaka ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo na wakaribisha kila mmoja. Wacha tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua. Jioni ya leo mtakatifu Baba, tunashiriki neno lako, tunaomba neema Baba ikatuzidie na ukatupe ufunuo zaidi, tukajifunze kuhusu neno lako katika jina la Yesu. Ninaomba kibali, ninaomba uwezo wako ambao Baba unatoka Baba katika kiti chako cha enzi. Nasi tunakuja kinyume na kukemea kila roho yote ambayo inapinga neno lako katika jina la Yesu. Tunasema ni asante kwa neema hii. In Jesus name we pray and believe. Amen. Kwa hivyo nawakaribisha kila mmoja katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunaenda tukushiriki hili neno katika Isaiah 10 verse 27. Isaiah 10 verse 27. Na nitasoma. Tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako, na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Basi huyu ni Isaiah, anaweza kuhubiria watu wa Israeli. Anawaambia kuhusu nira, na anawaambia ya kwamba itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako, na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Huyu Isaiah anatabiri kuhusu Yesu Kristo, kuhusu jinsi ya kwamba wana wa Israeli walikuwa na nira, walikuwa wamewekewa nira. Kwa hivyo hiyo nira ndiyo Isaiah anaongelea kuhusu, ya kwamba iko siku nira yako itakuondokea, nira yako itaondolewa, na itaondoka begani mwako, na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kabisa. Kwa hivyo Isaiah anajaribu kuongelesha, ama anajaribu kuprophesy kuhusu mambo ambayo itatokea. Na hapa tunaona ya kwamba anaongelea kuhusu Yesu Kristo. Na tunaona Isaiah ndiye ametabiri mambo ya Yesu sana. Jinsi Yesu ametabiri kuhusu jinsi Yesu atazaliwa, ya kwamba ametabiri jinsi atateswa. Kwa hivyo saa hii anasema in chapter 10 verse 27 ya kwamba tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwake, na nira yake shingoni mwake, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kwa hivyo siku ya leo Isaiah anasema ya kwamba hiyo nira ambayo wana wa Israeli walikuwa wametiwa, maana kuna nira ambayo wana wa Israeli walikuwa wamejiekea, na hiyo nira, basi hiyo nira ndiyo Isaiah anasema siku moja itakuja kuondoka, na itakuja kuondolewa shingoni hiyo nira. Maana hiyo nira imekuwa kwa wana wa Israeli miaka mingi. Hiyo nira imekuwa ya kwamba ilikuwa ni kama controller kwao, ilikuwa inawa control. Kwa hivyo hiyo nira ni nini? Hiyo nira ndio inaitwa ya kwamba sheria ambayo ilikuwa imepatiwa wana wa Israeli, ya kwamba dhambi zao
wakitenda dhambi wanaweza toa mbuzi. Unaweza kuja na mbuzi kwa kuhani wako na utoe mbuzi, kuhani wako upatie kuhani wako achinje pale madhabahuni, alafu dhambi zako utazitransfer kwa hiyo mbuzi. Utaguza tu mkono wako wa kuume katika hiyo kichwa cha mbuzi, then dhambi zako zitaenenda katika hiyo mbuzi, alafu kuhani atatoa hiyo dhabihu kwa Mungu. Alafu sasa hiyo mbuzi ama kondoo ama ng'ombe itakusimamia dhambi zako kwa mwaka moja, 365 days. Hiyo ni mwaka moja. And then utakuja after 1 year tena utoe ingine. Kwa hivyo hiyo nira ambayo ilikuwa ni ya mbuzi, ambayo ni ya wanyama, hiyo ndio nira ambayo basi Isaya anaongelea, ya kwamba nira ambayo ilikuwa ni ya kutoa wanyama kwa ajili ya dhambi. Nira ambayo ilikuwa ni kwa ajili watu walikuwa wamezoea kutenda dhambi, alafu wanapelekea mchungaji mbuzi. Basi hiyo nira ndiyo Isaya anaongelea, ya kwamba siku moja basi itakuja kuondoka, ya kwamba itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo itaharibiwa. Kwa hivyo wana wa Israeli walikuwa wamewekwa nira shingoni. Nira hiyo ya kusema ya kwamba mimi nikitenda dhambi basi niko tayari kupeleka ng'ombe kwa ajili ya dhambi zangu. Kwa hivyo hiyo nira ndiyo Isaya anaongelea, ya kwamba siku moja basi itakuja kuondoka. Ndio maana anasema itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka. Na sasa Yesu anakuja kuzaliwa. Yesu anakuja ulimwenguni, anafanyika kuwa yeye ndio mwana kondoo ambaye wana wa Israeli walikuwa wanatoa kwa ajili ya dhambi zao. Na tunaona Yesu anatindikwa pale msalabani. Tunaona Yesu anamwaga damu, jinsi makuhani walikuwa wanamwaga damu madhabahuni. Na tunaona Yesu pale msalabani anasema in John 19 verse 31 hapo, ya kwamba yote imekwisha. Kwa hivyo alikuwa anamaliza hii prophecy ambayo Isaiah ametabiri katika Isaiah 10:27, ya kwamba yote imekwisha. Na Isaiah sasa ndio alitabiri ya kwamba itakuwa katika siku hiyo. Na siku sasa Yesu alikuja, na siku ikafika, Yesu akakuja. Yesu akakuja kutimiza yale manabii walinena juu yake, ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye ni ondoleo, kuna mfalme mmoja ambao ni ondoleo la dhambi. Kwa hivyo saa hii hatuenendi tena kwa kuhani kwa kutoa mbuzi. Saa hii hatuenendi tena kwa makuhani kwa kutoa ng'ombe. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu Yesu alisema in John 19 verse 30 ya kwamba yote imekwisha. Kwa hivyo alikuja kumaliza ile madhabihu ambayo ni ya ng'ombe, ambayo ni ya wanyama, ambayo ilikuwa inasimamia mwanadamu dhambi zake 1 year. Kwa hivyo saa hii hatupeleki tena mbuzi, saa hii hatupeleki tena kondoo. Saa hii ni msalaba wa Kristo ambaye yeye alisulubishwa pale msalabani. Kwa hivyo hii inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba tukitazama Yesu Kristo na tutazame damu ambayo ilimwagika pale msalabani, ya kwamba tunasamehewa kabisa na tunaoshwa kabisa. Hakuna tena dhabihu ingine iliyobaki kwa ajili ya dhambi. Ni kwa sababu Paul anasema in Hebrew 10:26, hakuna dhabihu ingine iliyobaki kwa ajili ya dhambi.
Kwa hivyo Yesu alimaliza pale msalabani na akasema in John 19 verse 30 there, ya kwamba yote imekwisha. Hakuna damu ya mbuzi, hakuna damu ya wanyama tena kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu. Mwanadamu sasa ana focus pale msalabani. Mwanadamu ana focus, anaenda msalabani peke yake, akiamua dhambi zake, akiona dhambi zake. Mwanadamu yeyote anayeona dhambi zake jinsi ni mbaya, basi ako na uwezo ya kwenda pale msalabani, ikiwa ni mchawi, ikiwa ni kahaba, ikiwa ni mlevi, everybody. Ni kwa sababu Yesu alikufia kila mmoja ambaye yeye anaweza kumwamini. Kwa hivyo ndio maana anaitwa God of all, ya kwamba Mungu wa wote. Na ndio maana sisi tunapoenda pale msalabani inafaa tuweze kusarenda. Tunasarenda mioyo zetu, tunasarenda akili zetu zote kwa msalaba, ya kwamba we surrender all, ya kwamba tunanyenyekea, tukiwa tunabondeka na akili zetu na miili zetu na mioyo zetu kwa Yesu, kwa msalaba ambayo alimwaga damu mahali pale msalabani. Kwa hivyo hili neno linatuonyesha ya kwamba Isaya anajaribu kusema, anajaribu kuprofesai ya kwamba itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani. Kwa hivyo saa hii hakuna mzigo mwingine ambao ulibaki begani mwetu, unless wewe ambaye haujampokea Yesu Kristo, haujagundua msalaba, basi bado uko na mzigo na bado uko na nira ambayo sasa ni nira ambayo ilikuwa imewekewa wana wa Israeli. Kwa hivyo saa hii wewe ambaye hujampokea Yesu bado uko na nira na bado uko na mizigo ambayo sasa hii Biblia Isaya anasema ya kwamba ni mizigo ambayo yeyote ambaye hajampokea basi ako na mizigo. Kama wana wa Israeli walikuwa na mizigo, lakini alikuwa na waprofesai ya kwamba iko siku itafika, nira itaondolea, mizigo itaondoka. Kwa hivyo saa hii Yesu amesha fulfill that word. Ni kwa sababu gani? Alisema in Matthew 5:17 ya kwamba sijakuja kutimiliza Torati, bali nimekuja kufanya alisema sijakuja kuondoa Torati. Sijakuja kuondoa Torati, bali nimekuja kutimiliza Torati. Yale manabii walinena juu yangu, basi nimekuja kuitimiza. I have come to fulfill what the prophet was saying about me. So manabii waliongea wakasema kuna mfalme ambaye atatoka katika kizazi cha Yakobo, kizazi ambacho ni cha Ibrahim. Basi mfalme huyu ni nani? Ni Yesu Kristo. Mfalme huyu ni nani? Ni Yesu wa Nazareti, ambaye yeye sasa amezaliwa kama mwanadamu. Maana sisi ndio tungestahimili kudungwa mikuki, sisi ndio tungestahimili kukatwa vichwa, sisi ndio tungestahimili kulipa dhambi zetu, maana tulikuwa tumemuudhi Mungu sana mpaka tunamlalamikia. Lakini yeye Yesu akatoka mbinguni akaambia Baba, mimi ninaenda kuokoa mwanadamu, mimi nimejitoa, mimi ninaenda kuokoa James, mimi ninaenda kuokoa Mary, mimi ninaenda kuokoa Msioka. Ninatoa mwili wangu kwa ajili yao, ili Baba wasiteseke jehanamu. And that's why alikuja na kutuokoa na kuzaliwa kama mwanadamu na akaweza kutuokoa sisi. Kwa hivyo saa hii vile tunaishi hapa duniani, ni wewe mwenyewe kumake your own choice, kama utampokea ama usimpokea. It is your choice. Hapa vile unaishi hapa duniani ni uamuzi wako, vile ni uamuzi wako, unaenda jehanamu ama uzimani. Maana Yesu ndiye analeta uzima, na kama unaenda jehanamu, basi the Bible says in Revelation
21 there verse 11, ya kwamba kama wewe ni mchafu basi zidi kuwa mchafu, na kama wewe ni mtakatifu zidi kujitakasa. Ni kwa sababu gani? Wewe ambaye unazidi kujitakasa ni wewe ambaye umeamua kufuata nini? Yesu, na kujitakasa daily by daily. Lakini yule ambaye unaendelea kutenda dhambi, basi Biblia imekuruhusu, endelea, it is your own choice. And that's why Paul anasema in 1 Corinthians 15 verse 47 and verse 47, 43 to 47 there, ya kwamba kuna Adamu wa kwanza alileta dhambi akaleta kifo, lakini kuna Adamu wa pili ambaye alileta uzima, ambaye alitoka juu, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo tuna focus kwa Adamu wa pili ambaye alitoka juu. Ndio Paul anasema wekeni akili zenu kwa Yesu aliyetoka juu. That is Colossians 3:2. Colossians 3:2, ya kwamba just set your mind on things above. Kwa hivyo set your mind on the second Adam who came from above. Weka akili yako kwa Adamu aliyetoka juu. Hivyo ndio Paul anasema. Kwa hivyo yeye amekuja kutukamilishia ya kwamba tukaweze kuondoka kwa torati, tukaweze kuondoka not kwa torati, kwa sheria, kwa sheria. Maana sheria ambayo ililetwa na Musa, Mungu ndiye alileta sheria, lakini Mungu akaona ya kwamba kwa huruma zake, kwa upendo wake, basi yeye mwenyewe akaona akamlete mwanawe ili aondoe sheria. Maana sheria, madhabahuni pa Mungu palikuwa pananuka uvundo. Maana madhabahuni pa Mungu palikuwa pananuka takataka. Madhabahuni pa Mungu palikuwa pananuka uchafu, damu kila saa, damu kila saa. Mungu akachukizwa na hiyo harufu. That's why sisi tunapoenda kwa Yesu, tunapochukua hatua kwa Yesu, tunajiangalia kwanza. Tunajiangalia dhambi zetu tulipokuwa tunafanya. Tulikuwa washarati, tulikuwa majambazi. Tunajiangalia, alafu tunaenda msalabani mahali Yesu alimwaga dhambi. Unamwambia, mimi nilikuwa kahaba, mimi nilikuwa jambazi, mimi nimekuwa mlevi. Yesu, nimeleta mzigo wangu kwako. Na anakupokea na anakusamea. Hakuna tena kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Lakini wanadamu wamepotezwa na wachungaji wao na waposo wao na manabii wao ya kwamba kuna dhabihu ya dhambi. Ndiyo maana wanatembea wakiambiwa, toa dhabihu ya biashara yako, toa dhabihu ya mtoto wako, first born wako, second born wako, toa dhabihu ya dhambi. Ndiyo maana dhambi imejaa kanisani. Deacon anaenda na deacon anaweza sherati na praise and worship. Chair lady anaweza sherati na deacon. Ndio maana uchafu umejaa kanisani. Ni kwa sababu wameambiwa hata ukitenda dhambi, basi wewe leta ngiri 10 ni kuombea, utasamehewa. And my brother, my sister, that is not the gospel of the grace. Kwa hivyo Isaiah anajaribu kuongea ya kwamba kuna neema. Yesu atakuja na neema, na hiyo neema itatuondolea nira ambayo tulikuwa tumevikwa, nira ya dhambi, nira ya kulalamika, nira ambayo tulikuwa tunatenda dhambi, mazoea ya kutenda dhambi. Alafu tunatoa mbuzi, alafu tunatoa kuku. Tulikuwa tumezoea kutoa mbuzi, tunatenda tu dhambi kwa sababu tunajua tuko na kuku. Tunafanya nini? Tutapelekea kuhani. Tunazoea kutenda dhambi kwa sababu tunajua tuko na ng'ombe, tutapelekea kuhani atoe. Hiyo nira ndiyo Yesu alikuja kutuondolea. Saa hii ukienda mbele ya msalaba, ukishasamehewa dhambi zako, hakuna dhabihu ingine iliyobaki kwa ajili ya dhambi. Yesu alisema in John 19 verse 30,
ya kwamba yote imekwisha. Kwa hivyo kutoa dhabihu imekwisha, na ndiyo maana pasia iliraruka pale hekaluni, kumaanisha ya kwamba hakuna kupeleka tena dhabihu mbele ya kuhani, ya kwamba sasa sisi sote tumefanyika wana wa Mungu, na sisi sote ambao tumempokea Yesu, sisi ni makuhani. Sisi we are the priest, sisi ni makuhani. Kwa hivyo hakuna tena kupeleka dhabihu. Dhabihu wakati pasia iliraruka, hapo ndipo ilimaanisha ya kwamba yote imekwisha. Hakuna tena kupatia kuhani anaingia kwa pasia ili apeleke dhabihu yako ya dhambi, hakuna. Ndiyo maana pasia iliraruka, na Yesu akasema yote imekwisha. Kwa hivyo siku ya leo, sijui kama bado uko na nira, sijui kama bado wewe uko na nira shingoni. Labda umewekwa nira na mchungaji wako, labda umewekwa nira na aposta wako. Unaambiwanga toa dhabihu kwa ajili ya biashara yako, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya mzee wako, kwa ajili ya shamba yako. Unatoa dhabihu kwa ajili ya shamba yako. Wewe ni kupelekanga dhabihu kwa ajili, ukinunua ploti, toa dhabihu kwa ajili ya ploti yako, toa dhabihu. Hakuna dhabihu ingine iliyobaki kwa ajili ya dhambi. Kwa hivyo gundua kuna msalaba wa Kristo. Gundua kuna damu iliyomwagwa kwa ajili yetu, ambayo ni damu ya Yesu wa Nazareti. Wewe ambaye unapelekeanga aposta wako dhabihu ya shamba, dhabihu ya firstborn wako, ya secondborn wako, dhabihu ya biashara yako, bado uko na nira. Yeye ndiye amekuweka nira na mmeambatana na yeye. Basi nyinyi wote muko na nira shingoni, na hiyo nira yenyu inawapeleka jehanamu, maana mmekamatana demon na demon. Hiyo inaitwanga demon plus demon, and demon plus demon it is equals to hell. Kwa sababu hamjagundua ukweli, hamjagundua ya kwamba ukweli huu ambao Yesu anasema in John chapter 8 verse 32 ya kwamba utaujua ukweli na ukweli utakuweka huru. Basi nyinyi hamjawekwa huru na aposta wako. Wewe ambao unaambiwa toa dhabihu na aposta wako, haujawekwa huru na huyo aposta. Haujafanyika mwana, maana ukisoma John 8:36 nasema ya kwamba mwana akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Kwa hivyo haujakuwa huru kweli kweli. Who sons has set free is free indeed. Wewe haujawekwa huru. Kwa hivyo siku ya leo nimekuletea habari njema, uwekwe huru, ugundue kuna msalaba ambao unaweza, everybody must access that the cross of Jesus Christ of Nazareth, the cross of our master. Aliacha ufalme wote mbinguni, akashuka aniokoe mimi ninayehubiri hapa. Nilikuwa jambazi ingine mbaya, lakini kwa siku ya leo basi nimegundua kuna msalaba ambao ni wa Kristo. Yesu alikufa kwa ajili yangu. Kwa hivyo nikafanya uamuzi kwa ajili ya kupokea Yesu ndani ya moyo wangu. That's why I surrender all to him, because he died for me. Let us pray. Our Heavenly Father, Baba, ninakushukuru wale wote wamesikia habari hii. Baba mtakatifu, takasa vijana, wamama, wazee. Baba, neno hili Baba mtakatifu likafikia kila mmoja. Takasa msikilizaji. In Jesus name I pray and believe. Amen. Barikiwa sana, barikiwa sana.